Mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Cuthbert William Ziku. Mimi ni mwalimu mlezi wa UKWATA pale Dodoma, lakini tumekuja kwenye mkutano wetu wa UKWATA hapa jijini Mwanza, mkutano wa kitaifa, na kwa kweli tumekuwa na vitu vingi kabisa ambavyo tumejifunza kwenye huu mkutano, na hapa tuko katika hivi viwanja tukijaribu kufurahi na kutengeneza lesha kwa namna moja ama nyingine, ili vijana wetu wakirudi pale Dodoma waseme kwa kweli tulikuwa pale jijini Mwanza, na wamefurahi kabisa, wameshiba chakula cha rohoni, lakini pia wameshiba chakula cha mwilini. Lakini mpendwa mtazamaji, tunao wanaofuata hapa wachache ambao nao wanalo jambo la kusema, lakini pia wamefurahi sana kuhusu mkutano huu na wanatamani kwa mwaka ujao wafanye vizuri zaidi. Lakini katika hao wanaofuata walioko hapa wachache, nataka tutakutana na wanaofuata wachache ambao watawakilisha wenzao, waongee kwa ufupi vile vitu ambavyo wamejifunza katika mkutano, neno kuu lilikuwa linasemaje, na vitu vingine katika uimbaji, katika fani mbalimbali ambazo wameshiriki. Na mtu wa kwanza, mpendwa mtazamaji, ambaye nataka umuone aweze kuelezea kwa ufupi kabisa, anaitwa Faudhia kutoka pale Mvumi District, ni mwenyekiti wa wilaya pale. Tumuulize maswali. Faudhia, unalo la kusema? Umejifunza. Kwanza unaitwa nani? Unaitwa nani? Jitambulishe majina yako. Unaitwa nani na unatokea wilaya gani, nafasi yako, na umejifunza nini kwenye mkutano huu, na unawaambia nini kwa wale ambao hawajaja? Karibu. Kwa majina yangu naitwa Fauzia Goji Mkama, ni mwenyekiti wa wilaya ya Mvumi. Nimekuja katika mkutano huu wa National Conference katika jiji la Mwanza. Vitu nilivyojifunza katika jiji la Mwanza, nimejifunza kwamba neno kuu lilikuwa linasema hivi: niangalieni mimi mpate kuokolewa, katika kitabu cha Isaya 45 mstari wa 22. Nimejifunza nimwangalie Mungu na nisimwangalie mtu mwingine. Ndugu mtazamaji, sisi wana UKWATA wa jiji la Dodoma mnavyowaona wamejifunza neno zuri, unavyoona na tabasamu. Tumemwangalia Mungu ili tupate kuokolewa. Asanteni. Asante sana mpendwa mtazamaji. Nafikiri mmemwona jinsi alivyojielezea, yuko na vibe la kutosha. Hana wasiwasi, anajiamini vizuri kabisa. Mpendwa mtazamaji, tukuletee mdada mwingine anaitwa Asha, naye aweze kusalimia. Akishasalimia ajitambulishe alikotoka na amejifunza nini. Karibu dada yetu Asha, uweze kujielezea. Tuambie jina lako, unaitwa nani? Ninaitwa Asha Adam Songo kutoka viwanja vya Dodoma. Ndio. Mimi nimefika hapa eneo la Butimba, chuo cha ualimu. Namshukuru Mungu nimefika hapa, nimejifunza habari ya neno la Mungu. Nimejifunza kutoka kitabu cha Isaya sura ile 45 mstari wa 22. Neno kuu lilikuwa niangalieni mimi mkaokolewe ncha zote za dunia. Mungu anasema nasi kwamba tumwangalie kwenye mambo yote, kwenye shida hata raha, tumwangalie yeye Bwana. Nasi tumejifunza mambo mengi, tumeona vitu vingi, tumefurahia kwa kila jambo. Tunamshukuru Mungu. Kutoka Dodoma, ninaitwa Asha. Asante sana mpendwa mtazamaji. Nafikiri umemwona Asha jinsi nayo vibe lilivyo, yuko vizuri, machachari kabisa, hana wasiwasi, anazidi kusonga mbele na nawili na Yesu ndani yake. Lakini mpendwa mtazamaji, bila kusahau tunaye mwenyekiti wa kwaya, kwa sababu vijana wetu walipokuja hapa waliweza kushiriki fani mbalimbali ya uimbaji, shairi, ngonjera. Tunaye mwenyekiti wa kwaya anaitwa katibu wa kwaya anaitwa Martha. Nami nimkaribishe Martha katika kamera yetu aweze kutuambia azungumzie kidogo kuhusu kwa yake. Habari ya saizi? Bwana asifiwe. Tuambie umejifunza nini katika mkutano wa UKWATA taifa, lakini pia na wewe ni katibu wa kwaya. Tuambie kwa yako unaizungumziaje kuhusu ushiriki wa mkutano. Karibu sana. Asante sana kwa nafasi hii. Kwa majina kama nilivyosema kwamba naitwa Martha, alafu ni katibu wa kwaya Dodoma mjini. Kwa mujibu wangu, kwa yetu mwaka huu ilijipanga vizuri, lakini tunatarajia kufanya vizuri zaidi mwakani, kwa sababu tutakuwa ndani ya jiji la Dodoma, tutakuwa wenyeji kama sisi. Kwa hiyo tunaruhusu kwamba makombe yote tutazoa sisi na tutakuwa washindi wa jumla. Hivyo basi nitaendelea kuhamasisha wenzangu tufanye bidii na jitihada nyingi, tuwe tunakuja kwenye mazoezi ili tuweze kujenga timu na kwaya nzuri itakayoshiriki mwakani na kutuletea makombe mengi. Pia katika mkutano huu nimejifunza vitu vingi, nimepata kujuana na watu kutoka mikoa mbalimbali, tumeshare ideas mbalimbali, tumejenga urafiki actually kama watoto wa Mungu. Kwa hiyo kama nilikuwa nasema Isaya 45:22, niangalieni mimi mkaokolewe sasa. Kwa hiyo mimi na mimi pia nimejifunza kwamba kutokana na mifano ambayo niliopewa na wachungaji, walimu, walezi,
nimejifunza kwamba yani bila Mungu sisi hatuwezi kufanya chochote kile. Haijalishi kwamba yani tunapitia katika magumu mangapi, lakini tukimwangalia yeye, yani actually kila kitu tutakwenda chepesi na tuona maisha ni easy. Hivyo tu, asante. Asante sana mpendwa mtazamaji. Huyo ndiye katibu wa kwaya ya UKWATA mkoa wa Dodoma. Ameeleza namna ambavyo anajisikia vizuri kabisa kuhusu kwaya yake, namna ambavyo imeweza kushiriki katika mkutano wa taifa, lakini pia ameweza kuelezea neno kuu ambalo la mkutano wetu, namna ambavyo ameweza kuelewa na kuweza kuwa na kutengeneza mahusiano kati ya mkoa wake na waliotoka mikoa mingine. Mpendwa mtazamaji, bila kuchelewesha, sasa tulikuwa tumezungumza na wadada, lakini pia na katibu wetu wa kwaya, lakini sasa tuwasikize wavulana na wenyewe gentlemen. Kwa hiyo na wenyewe wapate kusema kidogo. Nimkaribishe kaka yangu Avitus popote alipo. Huyu ni mzee wa fire. Kwa hiyo kusikia fire mapepo pale hayakai. Mpendwa mtazamaji, una shida yoyote ya kiroho, tuna jembe liko hapa. Karibu sana Mr. Avitus. Wapenzi watazamaji ambao wanakutazama sasa, una neno gani la kuambia kama kiongozi wa maombi ya UKWATA mkoa, lakini pia umejifunza ni kuhusu mkutano wetu wa taifa, na waelezee kwa ajili ya wale ambao hawajaja, naambia ni kwa ajili ya wale ambao hawajaweza kufika. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa kibali ambacho alitupatia kama wana UKWATA mkoa wa Dodoma. Tulifika salama hapa Mwanza, lakini tumejifunza mambo mengi, tumepata marafiki, na katika maombi sekta zote zilikuwa vizuri. Ni cha kwanza hicho ndo ambacho namshukuru Mungu. Tukiwa na wenzangu tunafurahia, mandhari ni mazuri, tumeishi vizuri, tumekula vizuri. Ndicho kikubwa ambacho tulitakiwa tukifanye katika mkoa wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kingine ninachokiona, tunatakiwa kama wana UKWATA ambao mnanisikiliza na kunitazama, na wazazi pia na kutazama, kuhamasisha watoto wetu kuhudhuria makongamano ya taifa, ya mikoa, ili kuwatoa stage moja kuwapeleka sehemu nyingine. Tunajua katika mikutano hii tunawaondoa watoto wetu katika mambo ya uvutaji bangi, wanaokoka katika mikutano. Hivyo basi napenda kuwaasa wazazi, ndugu watazamaji, muhamasishe mwanao. Mwakani tutakuwa na national pale Dodoma. Jitahidi kumhamasisha mwanao aweze kufika. Asante sana. Asante sana mpendwa mtazamaji. Hili ndilo jembe letu, linang'oa visiki vyote. Kama kuna kisiki tunakuja kung'oa, jembe liko hapa la kung'olea. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, ninakushukuru kwa sababu unavyoenda kututazama na hujaacha kututazama tu, kumeanza kututazama. Lakini sambamba na hilo tunaye jembe lingine. Nimkaribishe kakaangu Arnold popote alipo. Hili ni jembe linang'oa visiki pia, lakini pia ni mwenyekiti mstaafu sasa pale wilaya ya Chamwino mkoa wa Dodoma. Nimkaribishe sasa. Karibu sana Mr. Arnold. Asante sana. Karibu sana. Una neno gani la kuambia kwa wana UKWATA ambao wanakutazama sasa, lakini pia kwa wazazi na watu mbalimbali ambao wanakutazama? Karibu uweze kusema nao. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa tupo na wana UKWATA. Bwana Yesu asifiwe sana wana UKWATA. Wana amani sana, wamependeza. Naona pale mdogo wangu na Milka pale kavaa miwani yake safi kabisa. Kwa hiyo hizo zote ni furaha za kwamba tumekuja kwa ajili ya mkutano huu kama mwalimu alivyoeleza mwanzo. Lakini kitu cha kwanza ambacho napenda kusisitiza sasa, kama unavyoona vijana wa UKWATA tumejifunza mambo mengi sana. Zaidi sana ni namna ya kuweza kujizuia na kuacha mambo mabaya maishani mwetu ili kuweza kufikia ndoto zetu, kama anavyosema neno kuu kwamba tumwangalie Mungu ili aweze kutuokoa. Lakini pia tumefurahi kuweza kujifunza vitu mbalimbali vya kimwili kama Ziwa Victoria. Tumefurahi sana. Tumetembea kidogo kuona pale kuna utalii mwingi sana ambao tumejifunza, samaki wa Mwanza na vitu vingi sana ambavyo tumefaidi. Lakini bila kupoteza muda, kitu cha kuzingatia, unavyoona mkoa wetu hapa tupo kama watu 60 na kama 70 kasoro. Lakini changamoto ambayo inakuwa inatukumba, tunaleta watu wachache kama unavyoona, ni uhaba wa fedha. Lakini pia wazazi ndilo jukumu kubwa sana la kuweza kutusaidia kama nyinyi watoto wenu. Kwa hiyo kama wewe ni mzazi
yaweza kuwa hauna mtoto wa kumleta kwa ajili ya mkutano, lakini inapotokea labda mtoto anakufuata kwa ajili ya kukuomba mchango kwa ajili ya safari, kama tunaenda labda mkutano wa Pasaka ama mkutano wa kitaifa kama hivi leo, basi tunaomba usaidie. Tunajua huo ndio utumishi ambao Mungu ametupatia. Asante sana. Asante sana kaka Arnold. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri, kwa utume mwema. Amina. Mungu anakupigania na kukutunza na kufanikisha katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji, kama unavyoendelea kuangalia mwenyewe, tuko kando kabisa ya ziwa Victoria, Lake Victoria. Kama unasomaga ramani, mpendwa mtazamaji, unaweza kuelewa ziwa Victoria lina ukubwa gani, kina, hadi lina idadi ya samaki tunazijua, lakini sikwambii leo idadi ni ngapi, lakini siku nyingine nitakwambia mpendwa mtazamaji. Lakini vijana hawa siku ya leo wameweza kutembelea maeneo mbalimbali ya vivutio katika jiji la Mwanza, ikiwemo ikiwemo eneo moja hapo maarufu hapa jijini Mwanza, eneo la Rock City. Wametembelea pale Rock City, wamepata leisure kidogo pale, lakini waliona haitoshi, wametembelea pale Bismarck Rock beach kwa sababu ya kuangalia mazingira, kuenjoy. Unajua ukija kwa jiji la Mwanza ni jiji la utalii. Kwa mpendwa mtazamaji, na mimi nikualike wakati mwingine karibia jiji la Mwanza hapa, shiriki pamoja nasi ili uweze kufaidika mambo mbalimbali ya UKWATA. Lakini haikutosha tu hapo Bismarck Rock City, lakini walitoka hapo wameenda tena saa 8. Kwa hiyo tumepata picha, lesha, wameogelea, watu wameonja maji ya ziwa Victoria na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mambo ni mazuri kabisa. Wewe mpendwa mtazamaji, nami nikukumbusha kwamba wakati mwingine usikose kushiriki pamoja nasi. Lakini tunao vijana hapa wameshiriki vizuri kabisa katika mkutano wao, na labda kwa pamoja wao watuambie neno kuu la mkutano wetu wa UKWATA kwa mwaka 2025 linakuwa linasema neno kuu la UKWATA taifa kwa kauli nasemaje? Niangalieni mimi mkaokolewe. Kutoka kitabu gani? Isaya 45:22. Mpendwa mtazamaji, wako vizuri kabisa, wanaelewa. Ndio maana hapo Mungu anasema washike sana elimu. Kwa elimu walioipata, inaamini watakuwa mashahidi hata kwa watu wengine. Lakini tunao moto tu wa UKWATA kidogo. Mpendwa mtazamaji, hebu tuseme kile kidogo moto wetu wa UKWATA. UKWATA safi sana. Yaani weacha tu. Elimu bora, injili moto moto, kwa Yesu kuna raha. Yaani weacha tu na bado. Mpendwa mtazamaji, hiyo ni ishara ndogo tu ya kwamba inaonyesha jinsi ambavyo wamefurahi na kuvutiwa na mkutano na wanatamani kwenda kufanya, wangetamani mkutano uweze kuendelea. Lakini hebu kwa dakika chache waoneshe zile shangwe na furaha ambayo wameipata kwenye jiji la Mwanza, maana tunarudi Dodoma, kwamba hatujarudi bure. Hebu nionyeshe ni vibe, ushangilio. Safi sana. Yaani weacha tu. Elimu bora, injili moto moto, kwa Yesu kuna raha. Yaani weacha tu na bado. Mpendwa mtazamaji, kwa habari nyingine zaidi nenda pale YouTube, utafungua ukurasa wetu wa YouTube pale kwa kuandika jina UKWATA mkoa wa Dodoma. Utatukuta tuko pale na mambo mengine mengi kabisa. Kwa mpendwa mtazamaji, mimi nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi tangu mwanzo hata mwisho huu. Na kwa sababu nikutakie kila laheri katika majukumu ya kwako. Mungu akubariki sana. Amen.